Baba, katika jina la Yesu Mwenyezi Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tazama ni wakati chema nimerudi kwako na kuabudu na kusudia, nasema unastahili. Asante kwa ajili ya wakati huu tumekutana mahali hapa kwa ajili ya kusudia na kuabudu katika roho yako na kweli. Baba, naomba Kristo mwana wa Mungu ukashuke mahali hapa, ukatembee katika nabii Baba, ukatakase kila mmoja, ukamfungue kwa ajili ya kutumikia na kuabudu Baba. Nimegeuza na kuharibu kila mkutano ya giza katika jina la Yesu, bado kushindwa kila nguvu za giza zilizoinuka kinyume na kupinga neno lako asubuhi njema ya roho Baba, ondoa kila kikwazo katika kazi yako Baba, ukashuke na ukondoe Baba. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, inuliwe na kupewa sifa kwa ajili unastahili. Naomba Kristo ukashuke na ukafungue neno lako lililo ndani yangu Baba, ukanitakaze nitumikie kama chombo chako Baba. Katika neno lako ligusa wengi na kuwabadilisha Baba, waliofungwa wapate kufunguliwa, walioteswa wapate kuondolewa mateso, walio na magonjwa Kristo waguse wapate kupokea uponyaji. Tuomba malaika wa amani na ushindi akasuke mahali hapa Baba. Sante nikio Baba rakai masia maifata mairidima. Naomba ukaachilie nuru yako na mwangaza katika nabii. Naomba ukamalize kila giza inayekucha na kuinuka kinyume cha kazi yako. Naomba ukatamaraki na ukatawale mioyo ya watu wako. Sante kwa ajili unaweza. Nimefunga kila maroho kutoka baharini, kusimuni, changuani na nchi kavu. Na alika roho ya Yesu Kristo ikatembee kwa kila mmoja, ukabadilishe kila nia mbaya kuwe nia njema. Sante kwa ajili ya wakati huo. Naomba amani na ushindi kwa kila mmoja, katika jina la Yesu mtakatifu nimeomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaenda kujifunza katika maandiko ya Matendo ya Mitume 2 kuanzia 8 kuelekea mpaka 20. Matendo ya Mitume. Tufungue katika Matendo ya Mitume 2 kuanzia 8 mpaka 20. Acts chapter 2 verses 8 to 20. Ni kitabu kilikuwa kimeandikwa na mitume kama Paulo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia hivi, imekuache basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo. Nirudie. Imekuache basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo. Wabariti na Wamedi na Waeremi na wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Balimufilia, Misri na pande zote Libya karibu na Kireni, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na Wagogu. 11. Wakireni na Waarabu tunawasikia hawa akisema kwa lugha zetu matendo makubwa ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaulizana kwa hao, wanasikiacha katika hiyo makutano yao, wakiwa kila mtu anaongea lugha yao, na hao watu walikuwa wa lugha tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba walitacha katika lugha tofauti, lakini walipoungana pamoja wakaanza kuongea lugha yao. Na wakaulizana, mbona hao watu wamefanya hivi na bado hawajazaliwa na hii lugha? Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni wakati wa mtume Paulo alipokuwa akiendeleza kazi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Paulo, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. 12 atuambia, lakini hapo wakasema walisikia wao wakisema kwa lugha zetu matendo makubwa ya Mungu aliyotenda. Bwana Yesu apewe sifa. Ni matendo ya Mungu aliyotenda katika huo mkutano. Walikuwa lugha tofauti lakini wakanena katika njia zao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia 12,
Wakasangaa wote, wakaingiwa na shaka. Walisangaa waliposikia wakinena na lugha. Wakakimbiana, maana yake nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema wamelewa kwa mivinyo mipya. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati waliposikia wamenena mitume kwa lugha mpya baada ya maombi, baada ya neno la Mungu, walianza kudhihaki neno la Bwana. Wasema hii lugha zimetoka wapi? Na hao watu wamezaliwa na lugha hii. Lakini tasema vile wanaonena. Maandiko yatuambia kwamba wao wakadhihaki na wengine wakakimbiana wakiambiana, maana mama hayo ya maneno gani? Bwana Yesu apewe sifa. Wengine wakasema ya kwamba hao wamelewa na mivinyo mipya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwani hawakuamini ile gharama ya Mungu iliposhuka mahali pale, ndio wakapokea kuongea na hiyo lugha. Walisangaa, wakafanya kinyume cha mapenzi ya Bwana, wakasema labda hao wamelewa. Lakini hawakulewa na mvinyo, walilewa na neno la Mungu, kwa sababu walichoswa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini wale walipokuwa katika ile umati, kuna wale hawakuamini ile neno la Mungu. Kuna wale hawakuamini ile ishara Bwana ametenda ndani yao. Lakini maandiko yatuambia baada ya yote walinena hiyo lugha. Walinena hiyo lugha ikiwa wao walienda katika maombi, katika makoti, wakasema katika maombi. Wewe ukanena na roho ya roho ikiwa wewe sio mtu wa kuomba sana. Lakini baada ya yote walitupilia uchafu wa kiroho. Wakamrudia Bwana, wakaomba sana, ndio walianza kuongea lugha. Bwana Yesu apewe sifa. 14. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi, nyinyi nyote mkaao Yerusalemu, nichueni chombo ili mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini chombo hili ni lile hiyo neno kwa kinywa cha nabii Yoeli. Bwana Yesu apewe sifa. Hilo ni chombo lilikuwa limenabii na nabii Yoeli. Wakati Paulo alipotambua mawazo yao, maandiko yatuambia walikuwa na wale mitume. Maandiko yatuambia kwamba walikuwa na pamoja na wale 11. Bwana Yesu apewe sifa. Hao walikuwa wafuasi wa nani? Walikuwa wafuasi wa nani? Wa Yesu. Na mmoja alienda wapi? Kwa nini alijinyonga? Kumsaliti Yesu. Wakapaki 11. Ndio walikuwa wanatembea pamoja na Paulo. Kila mahali walikuwa wanaenda kwa ajili ya kazi ya Bwana, walikuwa wanatenda yale haki na mema mbele ya macho ya Bwana. Na mahali pale walikuwa katika Kristo, ndio kwa sababu ishara na miujiza ilikuwa inaambatana pamoja nao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Roho Bwana anaweza kukaa ndani yako kiwa wewe umeamua kusama katika maombi. Kiwa wewe umeamua kutupilia maovu mbali kabisa. Usirudi nyuma, usibabaika katika safari. Usiwe wasiwasi, usiwe na kikwazo katika hii safari ya wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio kwa sababu Paulo ametuambia kwamba alipotasema fikira zao na maongeo yao, aliwaambia hao wachalewa kwa sababu hii bado masaa ni mchana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Akawachuliza akawaambia, kumbuka yale nabii Yoeli aliponena, hii ndio imetimika. Kwa hiyo yote atakayeamini Yesu Kristo achane na njia mbovu, amrudie Bwana katika moyo ulio msafi, amrudie Bwana na asimame katika neno, yeye atanena pamoja naye. Bwana Yesu apewe sifa. Sipokuwa sisi siku hizi wanadamu wamejichanganya sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa wewe Mkristo umeokoka,
Lazima kuwa mtu wa kuomba usiku na mchana. Na kuambia Bwana unataka atende nini kwako. Kwa sababu injili ya Bwana lazima endelee. Wakati alipokuwa anaendeleza injili, tunaona kwamba maandiko yanatuambia kuna mahali walikusanyika kumsaliti na kumuua. Lakini mwishowe akashinda kifo na mauti. Hizo roho za Mafarisayo na Masadukayo sikuisha, siko katika kuila kanisa. Ndio ya kwamba mtu akiomba akifika katikati aachilie kwa Bwana, anachanganyikiwa kwa sababu achaamua katika hii safari. Hii safari ya Yesu Kristo mpendwa, lazima muamue, waachane maovu, mrudie Bwana. Watu wanachanganyikiwa katika safari kwa sababu wao hawachaamua wanatoka wapi wanaelekea wapi. Mtu wako mahali pale ameganyana kule na huku kwa sababu amenaswa na mambo ya ulimwengu. Wewe Mkristo ukiwa mwema mahali huko, usije ukanaswa na fikra za ulimwengu. Tusije tukaenda katika safari tufike tuone ya kwamba tumefika. Katika hii safari inahitaji maombi. Lazima kuwa mtu wa kuomba na kusama katika maombi zaidi na kusimama katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Kuwa mtu wa kutii, kuwa mtu wa kunyenyekea. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio Bwana atakuinua katika hii safari. Hii safari iko na macharibio na mapito mengi. Unaweza ukustana na mtu akukose katika safari, ona ya kwamba ili urudi nyuma. Lakini mimi nawaambia kwamba mchipee moyo. Kila mahali huko endapo utokapo uchipee moyo. Kwa sababu hii safari Shetani hata yeye anatafuta wafuasi wake. Hii safari iko na vikwazo na vizingi visiofaa kwa njia, ndio imani yako ipunguke. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwa umefunga muda mrefu sana, wakati unaenda kufungua ndio unapata roho na kuinukia. Bwana Yesu apewe sifa. Sio ya kwamba uliomba vyema, ni Shetani amejitiliza kukuonyesha ya kwamba uchaomba bado uko katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa nini ya Ayubu yeye Mungu aliachilia Shetani amjaribu? Akamwambia usiguse mwili, usiguse roho yake ili uguse moyo. Usiguse roho yake lakini uguse mwili wake. Kwa hivyo imani yako ukiwa katika jangwani pa mateso na majaribio, lazima ujaribiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kama kuna kidonda katika mwili wake, ukitembea kila nyasi anaangalia mahali pale ndio usikie uchungu. Kwa hivyo katika wokovu wako, isika imani uliyo nayo usichokapoteza. Usipoteze imani kwa ajili ya vitu vya ulimwengu, kwa sababu tutaviacha hapa. Lakini neno la Bwana litadumu na litaendelea. Tukatae, tukubali, neno la Bwana litaendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Kuna wale wacha Mungu na kuna wale wataka kitu na kuna wale wanataka jambo litendeke ndio tuposa wapate kuamini. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo kama unangojea uone ndio amini, wewe umechelewa katika safari. Hii safari inataka maombi. Inataka tudumu katika neno. Inataka tusame katika maombi. Ndio Bwana atuinue akiwa katika kiti yake Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana Paulo mtume akawaambia umati wa Yerusalemu ya kwamba wachelewa ili ni lile neno la Bwana litakapotimia. Kwa hivyo ukiona magumu yamekuja kwako, shukuru Bwana. Kwa sababu hiyo wakati alisema ukifika hii masaa utakutana na makubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Jua kwamba Yesu Kristo alikataliwa hata yeye. Kwa hivyo uchamwaga damu vile yeye alimwaga. Kwa hivyo katika hii safari inahitaji tusome katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Tusame na tuwe watu wa kuomba sana. Bwana Yesu apewe sifa. 17. Itakuwa siku ya mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu na watu wenu na mapiti zenu watatabiri na vijana wenu wataona maono na wazee wenu wataota ndoto. Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia Roho Bwana akanena na Yoeli. Bwana asema hivi, siku ya Musa atamwaga Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Watoto wataona maono, mandugu zenu watanena na Bwana, na kila jambo litakuwa likitendeka kupitia neno la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na wakasema ya kwamba na vijana wenu wataona maono na wasee wenu wataota ndoto. Lakini mpendo, ukiangalia siku hizi ndoto mingi zimechanganyika kwa sababu watu wapendwa hawachagua katika safari. Mtu akiwa alikuwa mchawe anasema ameokoka ili hali anasikilia kando, akisema wacha niokoke, lakini Mungu hujisaidia yeye mwenyewe. Nani anakuambia hivi? Bwana Yesu apewe sifa. Ndio sasa unaona maono yetu itakuwa sawa mbele ya macho ya Bwana. Kwa sababu tunachanganyikiwa, tunaamua lakini hatuchanganyana kule mbele tukisema ya kwamba tuliamua. Tuko mahali pale kwa ajili ya sababu, kwa ajili ya kitu fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kumbuka Yoeli, Mungu alinena naye akawaambia, siku ya mwisho nitatoa utabiri juu ya watoto, vijana wataota, wasee wataota, wengi watatabiri kwa jina lake kupitia Roho Mtakatifu, lakini sio Roho Mtakatifu. Kwa sababu mahali kwingi kuna mahali Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu. Kuna hako mahali pale kwa ajili ya kupigana na watu wa Mungu. Hako mahali pale kwa ajili ya kuangamiza jirani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unawezaje kujua ya kwamba hii maono ni kutoka kwa Mungu? Uwezi ukatambua isipokuwa wewe ni mtu wa kuomba na wewe ni mtu wa kujitenga na ulimwengu. Uwezi ukaniambia utaenda upige usharati alafu ulale usiku. Umetoka usharati unaenda kwa vitina alafu unasema uliota. Ende kawa hiyo ndoto unaota ile ya kukuonya, sio ya kuota juu ya fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tukue wakamilifu mbele ya macho ya Bwana. Utaombewa uokoke useme ya kwamba nimekamilika. Hii kukamilika kwako lazima kuwe mtu wa kuomba sana, kusama katika maombi. Lazima kuwe mtu wa kumuita Bwana usiku na mchana, umwambie Bwana nataka kuona uso wako. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ikiwa wewe mpendo unashiriki na vitina na masengenyo, na mahali pale wewe ni mtu wa kusaliti wengine, na mahali pale ni kwenda kupomoa nyumba za wengine, wewe jua ya kwamba Roho wa Bwana hawezi akatembea mahali pale. Anataka akiingia nyumba apate nyumba imeandaliwa kumpokea Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Mama wengi wakati wageni wanakuja kwako, lazima uangalie hata mahali huko kwa unapanguza na panguza, kwa sababu mgeni akiingia asione ile uchafu, si ndio? Kwa nini sisi hatupanguzi hema ya Bwana ndani yetu tuonekane watakatifu? Ndio malaika wakija kufanya checking wapate tukawasabi, ndio waenda warudishe ripoti, Bwana yeye achilie Roho Mtakatifu afanye kazi. Ndio wengi tumeokoka. Wengi tunasema tumekiri tumetaka katika dhambi. Lakini tunaokoka miezi 2-3 tunamuasi tena. Maandiko yatuambia zile maroho sangani zinakurudishia mara 7. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana anakuhitaji leo, kesho na kesho kutwa hata milele. Anakuhitaji kwa ajili ya dakika. Ishara ya mwenye dhambi ni ya muda, lakini mwenye amesika na ukaa katika neno inadumu milele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwani wacha maombi yetu yaombe ya kwamba tutaomba tena. Tukae katika neno, tusome katika maombi, tumuinue hiyo Kristo aonekane ndani yetu. Tuwe watu wa kutafuta uso wake. Mambo mengi tutayapeleka wapi? Kwa sababu injili tukikataa, tukifunga ile hekalu, injili itaendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wale wataka kwa muamini ndiye ataachilia ile Roho Mtakatifu. Sio kila mtu anayepokea.
Na Shetani yeye ni mchanja, anajua ya kwamba ndio umeokoka, sasa ataanza kukupatia majaribio. Majaribio kishindi, unaachilia huyu Yesu Kristo. Unasema wacha nirudi mahali pale nilikuwa, tapata usalama. Usalama mpendano kwa Yesu Kristo. Hiyo wakati wa kifo, wakati wa magonjwa, wakati wa majaribio, muito hiyo Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Usimkane Bwana kwa sababu ya majaribio. Usitafute Mungu mwingine kwa sababu maandiko ya Zaburi 115 yananiambia yeye ndiye atakuja kuhukumu miungu. Waebrania 3 yananiambia sio kuabudu sanamu ni kwenda kwa wachawi peke yake na wawanga. Kuabudu sanamu ni hapa upige usarati ama vitini mwenzako ama maende kinyume za mwenzako. Maandiko yananiambia yeye ndiye atakuja kuhukumu miungu. Yeye ndio Mungu wa miungu. Bwana Yesu apewe sifa. Anajua unaamkaje na unalala vipi. Anajua jioni utakula nini. Anajua baada huyo mtoto wake akikua atakuwa aje. Kwa hivyo sasa hata wakingangana naye ni mtu wa neema na wa baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Niko na ushuhuda kubwa sana ndefu ni vile masaa imeenda. Niko na chama kubwa sana naweza kunena katika hii maandiko, lakini masaa hajaniruhusu. Lakini nitakuja kunena. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati wa kumtafuta huyu Yesu. Huyu Yesu Kristo sio wa kubabazwa. Huyu Yesu Kristo ni Yesu asiyesaulika sasa hata kesho na milele. Amina. Yeye akisema ndio, amesema ndio. Yeye akisema re, amesema re. Yeye habadiliki. Yeye msimamo wewe. Hata tukikataa kuendeleza injili yake, atateua watoto wapate kuendelea. Amesema vijana wataona maono. Wataruga na ruga. Kuna wale watatoa, kuna wale watatabiri. Ndio wakati huu. Lakini kumbuka kuna Roho Mtakatifu, kuna Roho chafu na kuna Roho Mtakatifu. Kuna Roho ako mahali pale kuchunguza, kukumonita unatoka wapi unaelekea wapi. Wewe ukifika mahali pale unaanza kumwambia shida za nyumba yako. Unafikiri roho ya wapi ya Kaini ilitoka? Iko kwa watu wote. Naweza kufanya company mahali unasimamia, kuna manager, kuna director, kuna supervisor. Na wewe ni mtu wa mkoa. Lakini unajaribu kuendea yule director na wewe hiyo kazi ukipewa uwezi. Hii ni roho ya wivu. Na hiyo ikituma wakati wa watu wa Paulo. Paulo alisema lazima lile roho ya Yoeli nabii alisema lazima itatimia. Watu watanena na lugha, wataona maono mapya. Wale watakaoamini, sio wale wanakaa katika vitina. Sio wale wanakaa kupiga wengine vita baridi. Sio wale wanakaa kuchochea wengine kazini. Ni wale wataamini na kutenda yake. Unajua wengine nashangaa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa wewe ni mmoja wao umezoea nabii, ukae mbali na nabii. Unajua kuna watu wamezoea nabii na wamezoea mitume. Wasa wanatafuta mbili ya kuona kama wanaona chele watatawaambia wale wako. Kwa sababu umechituba katika upako wa Yesu Kristo. Usiende kwa jaribu mtumishi wa Bwana ya kwamba uone kama ataona. Kabla uchaenda kumtaribu yeye ameshaelezewa mapema. Sasa nakuona kama nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mtu heshima, kwa mwenye wanyenyekea ndio chukue baraka za mtumishi, baraka za nabii. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Uweze ukachukua baraka zake jua wewe ni mtu wa majaribio. Kwa sababu Shetani anakutumia kwa ajili ya kujaribu na kuangusha watu wa Mungu. Hawezi kubariki upako ikiwa wewe unaenda kule na kupale ili kubomoa nyumba za wengine.
Bwana Yesu apewe sifa. Baadaye unarudi nyuma, unafurahia, unacheka. Mambo ya ulimwengu tutaiacha hapa, lakini neno la Bwana litaenda mbele. Lazima litaenda ikiwa wewe utafanya nini? Utakuwa katika hiyo mstari wa mbele ikiwa wewe utaamini na kuachana ya ulimwengu. Kumbuka kuna Roho Mtakatifu, utaka kitu na roho chafu. Roho chafu ni ile imeenda iko tu kutawanya wale wanaotaka kuokoka na kuamini. Utaka kitu ako mahali pale kwa ajili ya kunyakua kondoo za Bwana na kuwapoteza. Wewe ni mmoja wao unapoteza kondoo za Bwana, uende ukome. Kwa kazini, kwa jirani yako, kwa mahali popote, enda ukome. Kwa sababu damu yake utakuja kuitizwa. Bwana Yesu apewe sifa. Damu utakuja kuitizwa. Uliona huyu mwanafunzi ni mwerevu, anakuja kuuliza swali, unampeleka hivi ni kumpoteza. Uchapoteza huyo, unapoteza wale malaika wa Bwana wako ndani na watakuangamiza. Ni vyema waende utubu na mrudie Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tusimame mahali pale kwa ajili ya jambo fulani. Tuwe mahali pale kwa ajili ya kuendeleza hizi ya Bwana. Waliopotea kwa msitu tuwaleta katika nuru. Waliopotea kwa ulevi wa furutu waletu. Waliopotea kwa usalati wa mienendo yako na tabia yako ihubiri mahali. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tabia yako na mienendo yako itakuwa mahubiri mahali huko. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. 19 18 Naam, na siku zile itamwaya, na siku zile nitamwaya mwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Maandiko yatuambia wakati maono alipotokea kwa Yoeli ama unabii, akawaambia kwamba wakati huo tena atawaambia watumishi wake wanawake kwa wanaume wako mtakatifu wapate kutabiri. Nani aliye tayari kumwagiwa Roho Mtakatifu? Ni yule amejitolea na kuachana njia zake za giza. Wao unaovitina na kusankenya na kubomoa mahali pengine, una tofauti na mchawi na mganga. Unaweza kuona dhambi yako ni ndogo, lakini sio ndogo mbele ya macho ya Bwana. Yote ni sawa na yule aliyeua usiku. Kwa sababu wewe umeua kile chombo cha Bwana alikuwa anataka kufufua, kikuwe nuru katika ulimwengu wa dhambi. Una tofauti na yule aliyemwaga damu kwa barabara. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia kwamba akahakikishia Yoeli, akamwambia yeye atamwagia watumishi wake wanawake na wanaume Roho wake Mtakatifu waanze kutabiri. Kwa hivyo ikiwa unatabiriwa, chukua imani ya kwamba ni nini Bwana amenena. Lakini ukumbuke kuna roho aina 3. Uchunguze roho unaenda mbele yake. Ukiona ni roho ya kuleta mfurutano, ujue sio roho ya Bwana, kwa sababu roho ya Bwana anataka amani na upendo. Ukiona roho anakuambia wewe ndio upende vitu na ame, ujue hiyo sio roho ya Bwana, kwa sababu roho ya Bwana ni roho wa kuunganisha, sio wa kubomoa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiona roho ya Bwana kuambia wewe sasa heba kidogo ndio mtesa baadaye urudi, ujue wewe ana roho ya Bwana. Roho ya Bwana anasema tuomba amani na amani ionekane na upendo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ni sala gani sisi Wakristo tunataka tujue ni sala za kudumu? Na ni sala gani sisi tunaweza kutambua ni sala za Mungu? Na ni sala gani tunahitaji? Utahitaji ishara dumu ndani yako ikiwa wewe ni mcha Mungu unayosimama katika neno. Lakini ikiwa ya kwamba wewe ni mtu umechanganya, ishara kuipata ile ya Mungu ni ngumu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe ukiwa mtu wa kuamua safari unaelekea wapi? Kuna paradiso na kuna jehanamu. Jehanamu ni mahali watu wanaenda wasio muamini. Wako mahali pale lakini wako katika hali ya kutaka kitu. Wako mahali pale lakini wanataka kuchagua wengine. Lakini kule paradiso ni mahali Roho Mtakatifu anafanya kazi yake na inahitaji wale wameamua. Iwe mpofu, iwe nzuri, anasimama katika neno. Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana ainuliwe. Ambia Mungu akupatie kuwe chombo cha kunyamaza katika kuasi na kutenda dhambi. Lakini katika neno lake upili, mahali huko kazini, njiani, barabarani, hata mahali popote, neno la Mungu. Usichokawa ni mtu umesikificha katika dini. Ole wako. Kwa sababu chuma imewekwa kwa moto. Usiwe ni mtu umechificha. Bwana Yesu apewe sifa. Uwezi ukachificha katika uso wa Bwana, kwa sababu macho yake ni makali mno sana. Uangalie na kuchunguza kabla chaenda mahali popote. Yeye ajua rate aizimiki. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. 19, nani nitatoa chabu katika mbingu na juu, na ishara katika nchi chini, damu na moto na mfuke wa moshi. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akanena Yoeli, akamwambia yeye hatatoa chabu katika mbingu na nchi, na ishara katika nchi na chini, na damu na moto na mfuke na moshi. Kwa hiyo yeye akona uwezo na mamlaka ya kubadilisha. Kwa hiyo ukimtaka huyu Yesu lazima ubadilike, ndiye ukubali kubadilika, ndio yeye akubadilisha katika safari ya wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Uwezo ukachificha katika neno lake, kwa sababu itafika akuanike. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukiwa kazini atakuanika. Ukinena neno la Bwana, neno la kwamba utanena tena, utarudia kutenda maovu, unena ya kwamba kweli wewe umesimama katika hiyo neno. Lakini usikue kama kielewelo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Mungu kuna msimamo kwa kumtangaza hiyo Kristo, ndiye atakutetea wakati wa vita, wakati wa magonjwa, wakati wa maafa, wakati wa majaribio. Kwa sababu majaribio ya kutana na Wakristo ndio kuwatia moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kweli Mungu wetu ako na uwezo na mamlaka, kwa sababu alisema anaweza kubadilisha nchi na mbingu. Anaweza kuleta damu na moshi. Anaweza kutenda yaliyo makubwa. Haya atayatenda ikiwa sisi tutaamini, tusiko neno la Bwana pamoja. Lakini ikiwa kuna mmoja kati yetu asiamini, maandiko yanatuambia tumutenge. Viasi ikiwa kwa imea 1 na 2 iose, itaharibu hiyo viasi yote. Wacha niwaambie wapendwa ya kwamba kuna mahubiri unaweza kuhubiria mtu, hiyo mahubiri ikiwa ni dramu unapigia ile kondoo. Wakupotea ni wakupotea. Na wasio wakupotea, hata maadui wa msingire aache, hawezi akapotea. Atapitia majaribio na asimame, kwa siri yako mahali pale kwa ajili ya kutumikiwa na huyu Yesu Kristo. Lakini wakupotea ni wakupotea, ako mahali pale kwa ajili ya kutaka kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tukiwa Wakristo wa Bwana, lazima tuchunguze ya kwamba ni roho gani tulio naye kati yetu. Mara kwa mara napenda kuambia uchunguze yule rafiki mlio naye kule kazini, kule njiani, ni rafiki aina gani? Anaweza kukua ni rafiki, anaweza kupoteza njia zako ama familia yako. Yudas wakati alikuwa na msaliti Yesu, alienda akafanya nini? Akafanya nini kwake? Kumuonyesha ya kwamba anampenda, ili ali ampendi, lakini anataka kuonyesha wale ya kwamba ndio huyu. Unaweza hata kujua ya kwamba huyu ni rafiki wala si rafiki ikiwa utaamua katika safari, ikiwa wewe peke yako utajidanganya, utamjua. Lakini ikiwa wewe umejidanganya, uweze ukamtambua, nyinyi nyote ni vibovu, kwa sababu tayari mko na ile kiambazi wana wa Israeli waliofunikwa wakiwa kule Misri. Ukitaka hiyo kiambazi kikuondokee, lazima ukuwe mtu wa kusama katika maombi, lazima ukuwe mtu wa kuomba usiku na mchana, na roho ndani yako isiwe na bega lolote ya kuonyeshana ya kwamba wewe uchamua katika safari.
Hii safari ni nzito kwa wale wasioamini, lakini ni nyepesi kwa wale wanaoamini. Ujichunguze. Unatoka wapi, unaenda wapi? Hatuchafika. Hii safari inahitaji maombi ya kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Hii safari inahitaji maombi zaidi. Kwa sababu ya ulimwengu hapa tutaiacha. Kupigana vita ya kibaridi tayari. Kuchocheana kazini tutaiacha. Kuchunguza mwingine kumwona anafanya nini, amefika wapi, amefanya nini. Vitu ya ulimwengu itaachwa hapa dunia. Tutaenda nayo kule kwa Baba. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaambiwa ni ya muda. Imewekwa mahali pale kwa ajili ya sababu. Naye watu umepewa juu utaamini na kusimama katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo lazima wewe mpendwa, utakase msimamo wako, unatoka wapi unaelekea wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Matendo yako, tabia zako lazima zionekane wewe ni Mungu wa aina gani. Hakuna chombo lililofizika mbele ya Bwana. Hata ikipita miaka 20 litaonekana. Kwa hivyo usikubali kuingia kuzama katika giza, sema katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa mtu wa kutoa maono mapya. Kuwa mtu wa kutoa ndoto mpya. Ndio Bwana atukuzwe ndani yako. Ndio kazi ya Bwana ishindi kuendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa mtu wa kupatia wengine wa mashauri mema, sio kuwapoteza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unaona ile msimu, lakini unamwambia kwenda katika ile simu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua Mungu wetu ndiye anapeana. Na hakuna mwanadamu, kwa sababu Zaburi ya 115 anatuambia yeye ndiye Mungu wa miungu. Yeye ndiye anakuja. Tukiwa katika ulimwengu wa dhambi, niwaambia kwa mwanzoni ya kwamba maono ya wengi wamechanganyikiwa kwa sababu hawajasimama katika neno, wamesimama katika wokovu wao. Mimi niliokoka, nilifanyiwa ubatizo, niliopewa wokovu, niko sawa, nilisamewa. Ukasamewa na unarudi mahali ulikuwa. Kama umesamewa ni kusimama katika neno. Ukiwa Yesu Kristo amekusamea baada, ni kusimama katika neno na kuenda njia zako, kumwambia kwamba Baba nimeachana na niko katika safari yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Yesu Kristo mpendwa, uweze ukajificha. Utafikiri umejificha, lakini ni kwamba ujue kwamba kuanzia leo anza kujificha. Ikiwa kuna kati yetu mwenye amejificha katika neno, anza kutubu. Kwa sababu katika Yesu Kristo hatuwezi kujificha. Neno lake ni mwangaza. Ikiwa umeokoka, lazima mwangaza uangazie watu walio giza wapate mwangaza. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Wakristo wengi wanajidanganya tuliopewa wokovu, hatuna dhambi, hata tukifanya tuonekane. Nani anadanganya hivi? Anaonekana. Unaweza time. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza time bila mpira kuambia wengi wanasidi kufanya ubadili. Wanajidanganya hawajaonekana. Unataka ndipo lazima kuja kuhubiria ya kwamba ni kosa. Ndio tu ya kwamba ndipo lazima kuona. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisachua dhambi zako, tubu ya kwamba utatubu leo. Sio kutubu kufurahisha kanisa, kufurahisha jirani, kufurahisha mfanyikazi mwenzako. Tubu ya kwamba utarudia katika kozo. Bwana Yesu apewe sifa. Ukae katika neno, useme Bwana nitaishi na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Utakaa katika wewe mpaka mwisho wa dahari. Kwa sababu hii Yesu wetu hataki danganya. Bwana Yesu apewe sifa. Na sio mtu wa kujaribu mitume kwa sababu unaenda kuangamia. Ukiona roho inakuongoza endo wajaribu, uchoe wewe kusa. Kwa sababu mwenye anayejua neno hawezi akajaribu mtumishi wa Bwana. Aone ya kwamba ameona.
Na hapo umesikia maandiko yanatuambia Yoeli akaambiwa atawamwagia Roho Mtakatifu wapate kutabiri. Umepewa muda wa kutubu. Mathayo 24. Wote wakiangamia lakini Bwana waliwarehemu. Tumepata neema ya kutubu lakini hatutaki tububu tumrudie huyo Bwana. Nataka wajua bado Bishop ataniona, Tini ataniona, Pastor Ben ataniona, tuko katika safari. Wacha tujaribu nini? Wewe ni mmoja wao unasumbua wengine kazini, aende waachane. Mrudie Bwana, ambie Bwana tuko hivi. Wewe ni wakwenda kuacha spirit katika maboma za wengine unaacha moto, aende waachane. Wewe ni mtu wa kumonitor leo huyu amefika wapi, amefanya nini? Unarudi kwako unaitemea usiku na mchana, waje waachane, tafute baraka zako. Ikiwa ni wewe unapenda kwenda kupata leo fulani amekuwa na mangapi, mtoto huyo amefanya nini, unaenda una binya kia yako ya giza, uende uachane. Wewe mpea wako na wako wapea, Mungu apate kuwainua. Kwa hivyo usiwezi kutenda yaliyo maovu ukiacha nyumba yake ikiwaka moto. Kwa sababu Mungu akikasirika ataachilia moto. Utafikiri umefika huko ukitoweka. Maandiko yananiambia wengi wanafikiri wako katika safari, kumbe walipotea kabisa. Lakini katika Ufunuo 22 ananiambia wale wasee walizidi kukaa katika imani na maombi. Kwa hiyo wao waliodhulumiwa kaa katika maombi. Na ukijua kwamba wewe kama waliodhulumiwa katika ukweli, kaa katika maombi uone vile Bwana atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana inuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama mmoja alikuwa anasumbua watu sana. Watu wakatafsirika, wakamuita yeye Bwana. Sasa ikafika siku moja akianza kuwasumbua inarudi kwao, alimaliza watoto wake wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana inuliwe. Ukiona kama mtoto huyu usimuharakisha kumjaribu, kwa sababu ujue wakati alipopewa malaika gani alishuka kwake. Unaweza kumjaribu ulete giza katika nyumba yako yote. Usema niliona tulikuwa vizuri, nini baya? Nini baya? Kama unataka kujaribu mtoto aliombewa na malaika mtani akashuka ndani yake. Kwa hiyo ukienda kumjaribu unaleta giza katika nyumba yako. Unaweza kuuliza nini baya? Ulipoacha na ilikuwa hivi. Sasa wewe unaenda kugusa moto Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inafaa tuseme tumuite Bwana katika roho yako na kweli. Tweli 20. Jua itageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla ya kucha ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia kwamba wakati ule akaambiwa ya kwamba Yoeli, jua itageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu na kabla kucha ya ile siku iliyo dhahiri. Kwa hivyo haya mambo yote yatatendeka na mwishowe mwana wa Mungu ataonekana. Wewe mpendwa, mwana wa Mungu atakaporudi utakuwa wapi? Utapata katika vitina, utapata katika masengenyo, utapata katika kumonta mwingine amefika wapi na anaendelea aje. Yeye amekula nini? Yeye amefanya kitu cha project gani imemuinua? Atakupata huko, atakupata huko chini, atakupata huko mahali pale. Ajua Bwana akazirika echalisi ni wapi atakutana na yeye. Kwa hivyo tujue kwamba tuombe sana Mungu aombee kiabasi mbele yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu tusipoomba sana Bwana aombee kiabasi mbele yetu, atakuja kwetu kwa nguvu na atakuandika. Lakini yako atachua ni mtu wa aina gani wewe huko. Jirani yako atakutambua wewe ni mtu wa aina gani. Mfanyi kazi mwenzako atachua wewe ni mtu wa aina gani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuachane na ubatili, tumrudie huyu Yesu Kristo. Tujue ya kwamba yeye ukucha wakati ufaao. Yeye harakisi uchelewa. Kitu nampendea Mungu wetu anatupatia wakati wa kutubu na kurudia. Kwa hivyo ikiwa wewe
umepatiwa chance, umesumbua watoto, umesumbua jirani, umesumbua mfanyikazi mwenzako, unaona uko tayari, uko powerful, unajidanganya. Hii wakati umepewa ni kwa kutubu na kurudia. Kwambia Bwana, nimeua, nimefanya usharati, nimeenda huko na huko, nimepomoa nyumba za wengine, unirehemu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tusifike tuko katika hii safari. Hii safari inahitaji maombi na kutoka kuanyagiza kabisa. Kumwambia Bwana, sasa uniandae katika utakatifu. Uniandae, uweke security katika boma yangu. Kwa sababu tunafanya kazi ya ubatili. Tukifikiri ya kwamba kazi ya Bwana inaishi. Kazi ya Bwana Yesu kaisa. Aliteswa, akasurubisha, akapiwa, akakufa, akafufuka. Kazi inazidi kuendelea. Hakuna mtu anaweza kumaliza kazi ya Bwana hapa duniani. Brahma sitaonekana, lakini neno la Bwana litasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu ambie maandiko vizuri. Alaaniwe yule anayepoteza kipofu. Ni mimi nimesema ama ni maandiko? Ikiwa kipofu achie njia, muangazie njia iliyo safi. Siwezi kusema nimeokoka, nimesimama ili hadi yule kipofu akija nimeweka kwa chini, kwa sababu sio wa familia, sio mtu wetu, sio rafiki yangu, wacha potea, lakini mimi nimesimama. Ile damu yake itakuja kuitizwa. Kwa daraja yenye kudumu, usikuwe daraja ya kuanguza watu kwa mto. Bwana Yesu apewe sifa. Tukue daraja za kudumu, tusiwe daraja za kuanguza watu kwa mto. Kila wakati sikiliza Roho Bwana ananena nini. Jaribu kusoma hii maandiko, ujue ya kwamba wengi walipotelea wapi. Ujue ya kwamba Bwana anataka ufanye nini. Usikae mahali pale yaani kama mtu ajue anatoka wapi anaelekea wapi. Ukizidi kuomba Bwana atakuongoza njia. Wakati wana wa Israeli waliopa sana wakuwa Misri, Bwana alituma Musa akawatoa kwa Farao. Kama wewe umepotea unaona bado hujafika, omba sana na pia atatupa kwako kama uchadimini yule nabii ulio naye. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati wa kusema kwa maombi na kuomba mbele ya Bwana aleta msamaha juu ya taifa, juu ya nchi yetu ya Kenya. Na juu kwa watu wake. Asicha kaasilia hasira. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiwa mahali pale tusiwe tumefika. Ukiona jirani yako amepotea, muonyeshe njia yake na ukweli. Usifike wakati unajiona unaona hata akipotea unaacha na yeye. Utakuja kutiza damu yako. Unaweza kutuma karibu na yeye waambie huko. Bwana aone ile kazi iliyo ndani yako utaifanya aje. Utamkataa kwa sababu yeye hajaokoka ama utampenda ni upendo wake mvurute kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Wakristo wema wanavuruta watu kwenda mwangaza lakini sio kwa giza. Hapa awali nilisema kuna roho tatu. Kuna roho mtakatifu wa Mungu, kuna roho mtakatifu na kuna roho mtakatifu. Ako mtakatifu. Ako mahali pale kwa ajili ya kuharibu amani ya Bwana. Mtakatifu ako mahali pale kumwona wengine wanatoka wapi. Leo Baba amenena nini katika kiroho? Kuna kazi ya ubatili. Wapendo tuachane tutuku tumrudie Bwana. Tuwe na msimamo katika hii safari wokovu kwa sababu ni zito, lakini kumbuka ya ulimwengu tunaiacha. Lakini neno litahubiriwa sasa hata milele. Tulikataa, Bwana atainua hata watoto wapate kuendeleza injili ya Bwana. Kwa hiyo tusiharibu wakati kwa kufanya vitu ya ubatili. Tuwe mahali pale tukie kielelezo kwa wale waliopotea. Bwana Yesu apewe sifa. Tuwe mahali pale tuwe kielelezo.
Tusije tukalipa damu zao. Bwana Yesu apewe sifa. Tuwe kielelezo kilio chema. Ukuwe na wino ambaye inaweza kuandika barua ipata kusomeka, lakini usiwe kielelezo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana yeye anatambua moyo wa kila mmoja. Na ukipiga magoti yako chini, anajua unatoka wapi unaelekea. Anajua sasa umepiga ukimuita. Leo anajua Bishop Esther amemuita, anataka nini? Na jambo ile anataka kuabudu ama anataka kwa ajili ya wakati. Ama anataka adumu katika mimi. Unajua yeye uchunguza. Ujue wewe hiyo unaitaka ya muda. Baada ya kupata kazi ni kuweka, usema ile sio kanisa, ile sio watumishi wako naye. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka mtumishi wa Bwana lazima ukuwe na watu moja ngapi? Wewe wakuthibitisha kwamba wewe ni safi na ni wewe nani unayetaka. Kio Yesu Kristo alisema uwasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kutafuta uzaoza wa fulani. Kama njia wacha kupoteza wengine. Ikiwa uko mahali hapa kwa ajili ya kitu, Bwana atakufungua. Hiki ni kisima kilio kisafi. Bwana Yesu asifiwe. Mizigo yote itatolewa na kuachwa na watu wapate kutakasika, wale watakaoamini na kutenda yaliyo haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana inuliwe. Kwa hivyo uacha sasa sisi zote tuelekee paradiso. Maombi yangu ni ya kwamba sisi tuelekee wapi? Asiwe mmoja wetu kati yetu aliyekwaso kwa ajili ya mwingine. Asiye mmoja wetu kati yake anayepoteza koneza Bwana. Tuwe watu kielelezo kilio chema ya kuelekea kule kwa Baba. Lakini sio kwa kwenda kuwa mtawanyiko katika safari ya wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Haya yote yatatendeka wakati tunaenda katika safari na umoja, ikiwa tutasama katika maombi. Kwa hivyo tukae katika neno na tusame kwa maombi, kwa sababu wokovu itafika. Bwana Yesu apewe sifa. Inaweza kuwa uliokoka kwa sababu ulikuwa unataka kazi. Inaweza kuwa uliokoka kwa sababu unataka kutaka mume. Inaweza kuwa uliokoka kwa ajili ulikuwa unataka nini? Mke. Inaweza kuwa ulikuwa unaokoka kwa ajili unataka watoto wako wasome vizuri, lakini uchokoka kwa ajili ya kusimama katika neno. Lazima uchunguze wewe wokovu wako. Wakati ulipokoka ulianzisha na nini na unamalizia wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio tunasema ya kwamba kuna Roho Mtakatifu. Ndio Roho Mtakatifu wa Bwana. Yeye akisema amenena, yeye akiamua safari ameamua. Kwa hivyo sisi kama Wakristo, kama wanadamu, lazima tuchunguze tunatoka wapi tunaelekea wapi. Katika hii safari tunahitaji nini? Usiwe kikwazo kwa mwingine, usiwe mtu wa kupoteza mwingine, uwe mtu wa kuelekeza watu pale kwa Baba. Akiwa kipofu muonyeshe njia atapata nuru. Kwa sababu Yesu Kristo alikuja kwa ajili wale waliopotea wapate mwangaza. Ndio kwa sababu hapa awali nilisema wokovu utaisha lakini neno litasimama. Kama umeokoka kaa katika neno. Ndio neno lako, neno lililo ndani yako ndio sana matendo yaliyo mema. Yote tutaiacha hapa. Lakini neno alitaachwa litasidi kuendelea sasa hata milele. Na katika mwangaza wake akasia hata yule aliyo katika chini aone nuru. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sina mengi katika hiyo maandiko, wacha Bwana wabariki na wafungue kupata kuona umetoka wapi unaelekea wapi. Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Agnes Mageri na niko na wimbo. Mungu kaonyesha Musa nchi ile ya Kanani, nchi ya ahadi iliandaliwa Waisraeli, palipo asali maziwa nayo amani, dhambi zake za jangwani kamzuia kuingia, dhambi zake za jangwani kamzuia kuingia.
kaonyesha Musa nchi ile ya Kanani, nchi ya ahadi iliandaliwa Waisraeli, palipo asali maziwa nayo amani. Dhambi zake za jangwani kamzuia kuingia, dhambi zake za jangwani kamzuia kuingia. Je, itakuwaje mwenzangu kuingia Yerusalemu, nayo mizigo ya dhambi ambayo inakulemea? Njia yake ni nyembamba na lango lake ni ndogo, utaiona kwa mbali lakini hautaingia, utaiona kwa mbali lakini hautaingia. Kumbuka jangwani Israeli walimwasi Mungu kwa kunungunika, kwa kula kunywa na kula kwa yaongeayo haya kumpendeza Mungu. Ni karibu na Yoshua walioingia Kanani, ni karibu na Yoshua walioingia Kanani. Kumbuka jangwani Israeli walimwasi Mungu kwa kunungunika, kwa kula kunywa na kula wayaongeayo haya kumpendeza Mungu. Ni karibu na Yoshua walioingia Kanani. Je, itakuwaje mwenzangu kuingia Yerusalemu, nayo mizigo ya dhambi ambayo inakulemea? Utaiona kwa mbali lakini hautaingia, utaiona kwa mbali lakini hautaingia. Je, itakuwaje mwenzangu kuingia Yerusalemu, nayo mizigo ya dhambi ambayo inakulemea? Njia yake ni nyembamba na lango lake ni ndogo, utaiona kwa mbali lakini hautaingia, utaiona kwa mbali lakini hautaingia. Praise God, church. Amen. Praise God once more. Amen. My name is Sharon Mukwa and I have a memory verse. Revelation chapter 3 verse 20. It says, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me." Thank you. Amen. Praise God, church. Amen. My name is Semi Koski from Nabi Powerful Christian Church. I have a memory verse. John chapter 1 verse 1. It says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Thank you. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Luis Nyandoro. I come from Nabi Powerful Christian Church, and I have a memory verse. It's come from the book of James chapter 5 verse 1. It says, "You rich people, listen to me. Weep and wail over the mistakes that are coming upon you." Thank you.